Na Mzee Mafwele ni mmoja katika koo na katika watu maarufu sana katika kisiwa cha Ukerewe. Mzee Mafwele aliweza kupata umaarufu mkubwa sana mnamo mwaka 1993 ambapo pale palikuwa na dabi ya mpira wa miguu, dabi kweli. Ilikuwa ni dabi kati ya timu ya NBC Ukerewe ambayo ilikuwa inashiriki ligi daraja la 3 na timu moja ya Siba Magu iliyokuwa inashiriki ligi daraja la 3 katika wilaya ya Magu. Sasa hizi timu zilikuwa ni timu za wahasimu kati ya Siba Magu pamoja na NBC Ukerewe. Na ikumbuke kwamba mwaka 1993 katika kipindi cha miaka hiyo palikuwa na hizi wilaya zilikuwa zinasifiwa zaidi kwa kamati za ufundi. Yani Magu kulikuwa kuna eneo linaitwa Gamboshi, wakati ule ile Gamboshi likiwa likiaminika kama sehemu na senta kubwa ya misukule kule kanda ya Ziwa. Lakini katika kisiwa cha Ukerewe kulikuwa kuna kijiji kinaitwa Bugura. Bugura ilikuwa ni sehemu kamati ya ufundi ilikuwa inapigwa mpaka hata Ibilisi akiwa anakatiza eneo la Bugura anapita kwa tahadhari na heshima, kwa sababu watu walikuwa wanapiga kamati ya ufundi haijawahi kutokea. Sasa hiyo mechi kati ya timu ya Siba Magu pamoja na timu ya NBC Ukerewe wakati inapigwa katika kisiwa cha Ukerewe mwaka 93 ili kutafuta timu moja itakayo qualify kwenda kucheza ligi daraja la 2 katika ligi wakati ule chini ya usimamizi wa Fati. Watu wa Siba walikuwa wana watu wao, vigagura wao ambao waliwaleta kuwatoa Gamboshi lori zima. Yani Siba Magu walikuja na wataalamu wa kamati ya ufundi waliokuwa wamejaa lori zima. Kwa hiyo Siba wakaomba kwamba wale watu katika kivuko cha Kisoria Turugezi, yani kutoka Kisoria upande wa Mara kuja Rugezi upande wa Nansio, basi wale watu wapandishwe kwenye pantoni pasina kushushwa. Yani wale vigagura lori zima zaidi ya watu 30 waliweza kupitishwa kwenye lori pasina kushushwa kwenye lori, wakapanda kwenye pantoni ili kuja Ukerewe kwa ajili ya kusaidia kamati ya ufundi ili kusudi Siba Magu waweze kushinda hiyo mechi. Lakini Mzee Mafwele Ukerewe aliwaambia wana Ukerewe wote ile mechi asishiriki mtu yoyote kuicheza ile mechi. Aliiomba ile mechi kwamba yeye mtu mmoja yuko tayari kukabiliana na vigagura kutoka Gamboshi kule Magu lori zima, na akaomba kama kuna watu wengine wanaweza kuhamishwa kutoka Magu kuleta Ukerewe kuja kusaidia nguvu. Yeye akasema Mzee Mafwele yuko peke yake, na ile mechi aliiomba aicheze yeye mwenyewe peke yake, kuicheza mechi nje ya uwanja ili kuhakikisha NBC inapata matokeo katika mechi iliyochezwa mwaka 93 katika kisiwa cha Ukerewe. Ni mechi ambayo iliacha historia na iliacha rekodi ambayo haijawahi kutokea. Mzee Mafwele maombi yake yakakubaliwa na watu wananchi wote, hata wale kutoka katika kijiji cha Bugura. Wakati huo Bugura wanasifika, sio mchezo. Watu wa Bugura wanalilia ile mechi, wanaomba, wanasema jamani, hii mechi ya kati ya Siba Magu na NBC Ukerewe, hii mechi watu achie sisi watu wa Bugura tuicheze. Tunataka tutume salamu Magu na Gamboshi wajue kwamba Ukerewe ndio mwamba wa kanda ya Ziwa kwenye kamati ya ufundi kuhakikisha inapata matokeo. Mzee Mafwele akaambia watu wa Ukerewe wote wakae watulie, waone kazi atakayoipiga siku hiyo kati ya mechi ya Siba Magu na NBC Ukerewe mwaka 1993, mwaka wa kihistoria katika kisiwa cha Ukerewe. Kwanza walitupa kwenye daraja la Yahe nyumbani kwao na maremo Haruna Bandundu. Walitupa kuku moja amechinjwa na amefungwa miguu kwa sanda. Kuku mwingine akaenda kutupwa daraja la Pateli pale na Katunguru. Kuku watatu akaenda kutupwa kwenye daraja moja liko kule kuelekea Bomani. Kuku watatu walichinjwa wakafungwa kamba na wakatupwa kwenye madaraja kuhakikisha wanafanya mambo ya matambiko na mila na kuhakikisha kwamba Siba Magu wanaweza kupata matokeo. Mechi muda ulipofika, mechi ikapigwa. Mzee Mafwele ameingia uwanjani na kiti chake, kile kiti cha mbao, vile vitu vya kukunja vile vya wazee, vile vitu vya kibida vinatengenezwa kwa mbao. Saa 9 Mzee Mafwele yuko uwanjani, anawaambia watu jamani, tulieni, msio na wasiwasi. Hawa watu wamechinja kuku, wamefunga sanda, waacheni. Hawa watu wameita vigagura lori zima na tumewapa na loji na kila kitu, kaambia waacheni, msio na wasiwasi, tulieni, mechi naimaliza mwenyewe. Game imepigwa. Dakika ya kwanza tu mpira unaanza,
inapigwa pasi ndefu kwa Itutu Kigi Roadmaster. Wakati huo Itutu Kigi anacheza timu ya Simba Magu, na Itutu Kigi tukio nalikumbuka vizuri, maana mechi hiyo alicheza hiyo mechi kati ya Simba Magu na NBC Ukerewe. Dakika ya kwanza tu, sekunde kama ya 15 hivi, Itutu Kigi Roadmaster anaipatia timu ya Simba Magu goli la kwanza. Alipiga bogi ya bunduki, nenda moja kwa moja nyavuni. Uwanja mzima watu walitulia, wanajiuliza, mzee Mafwele kasema hii mechi tumwachie yeye aicheze. Inakuwaje dakika ya kwanza tu Simba Magu wanapata goli la kwanza? Watu wametulia uwanjani, wanamtazama mzee Mafwele. Mzee Mafwele anamwambia, jamani tulieni, hii mechi nimeiomba mwenyewe, naombeni mnipe nafasi nionyeshe uwezo ndio kwa nao. Anaambia watu watulie, tulieni, yuko uwanjani anaangalia mpira. Mpira umepigwa, dakika 45 za kwanza Simba Magu wanaongoza kwa goli moja na NBC Ukerewe hawajapata kitu. Tumekwenda mapumziko, tumerudi second half. Game imepigwa mpaka dakika 86. Simba Magu wanaongoza goli moja na NBC Ukerewe hawajapata goli hata moja. Dakika 86 anauchukua mpira John Masini, wingi ya kushoto, anapiga cross, anaireceive mtu mmoja, alikuwa winga mmoja anaitwa Hassan Mashoto, anaipress ile ngome na nyavuni. NBC wanapata goli la kwanza dakika 86. NBC Ukerewe wana level scoreboard, goli inakuwa 1-1 dakika 86. Game inapigwa dakika 90. Said Almasi anaongeza dakika 4. Referee anaongeza dakika 4, anasema jamani tunaongeza dakika 4 tu kwa ajili ya hii mechi. Game inapigwa inafika dakika 93, dakika 94. NBC wanapata faulo katikati ya uwanja. NBC wanapata faulo, anachezewa Deus Santano, anachezewa faulo katikati ya uwanja. Deus Santano baada ya kufanywa faulo ile, Moshi Kazimoto anautenga ule mpira kwa ajili ya kupiga direct kick. Hapo referee Said Almasi